Yerusalemu, furahi, furahi, shangilieni ninyi nyote mpendao. Ndugu zangu katika Kristo, karibuni sana katika tafakari ya neno la Mungu. Ikiwa leo ni Dominika ya 4 ya Kwaresma katika mwaka huu A wa Kanisa. Ni Dominika ambayo inafahamika Letare Sunday, Jumapili ya furahini, Dominika ya furahini. Lengo ikiwa ni kwamba ni Dominika inayoelezea matumaini na furaha pale ambapo kipindi ambacho tunakisubiri kwa hamu kubwa, kipindi cha Pasaka, katika kumaliza mfungo huu wa Kwaresma, sasa kipindi hicho kimekaribia. Na ukifikiria kwa makini na kuhesabu vizuri hizi siku, ni kwamba tupo katikati ya kipindi cha Kwaresma. Tumeimaliza nusu ya kwanza, tunatarajia kuingia katika nusu ya pili. Hivyo wapendwa taifa la Mungu, tofauti wa Dominika hii ya 4 ya Kwaresma ambayo inaitwa Dominika ya furahini au Letare Sunday, ina utofauti na ile Dominika ya 3 ya kipindi cha Majilio ambayo na yenyewe inaitwa Dominika ya furahini, lakini ile inaitwa Gaudete Sunday. Dominika ya furahini, lakini ile huwa inatokea kipindi cha Majilio, Dominika ya 3, na hii inatokea Dominika ya 4. Lakini kote tunakuwa na matumaini na furaha. Majilio tunakuwa na matumaini na furaha juu ya ujio wa Bwana wetu Yesu Kristo, na kipindi hiki cha Kwaresma tunakuwa na matumaini na furaha juu ya kusherehekea ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, juu ya kusherehekea ushindi wa kuweza kukombolewa kutoka katika utumwa wa dhambi. Na katika masomo ya Dominika hii, somo la kwanza ni la kitabu cha kwanza cha Samueli, sura ya 16, aya ya 1b, aya ya 6 hadi ya 7, na aya ya 10 hadi aya ya 13a. Somo la pili ni la waraka wa Mtume Paulo kwa Waefeso, sura ya 5, aya ya 8 hadi aya ya 14. Na somo la tatu ni la Injili takatifu ilivyoandikwa na mwinjili Yohane, sura ya 9, aya ya 1 hadi aya ya 41. Tusikilize Injili takatifu. Yesu alipokuwa akipita, alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyo hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidhihirishwe ndani yake. Imetupasa kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka maadamu ni mchana. Usiku waja asipoweza mtu kufanya kazi. Muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate. Akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloamu, maana yake aliyetumwa. Basi akaenda na kunawa, akarudi anaona. Basi jirani zake na wale waliomuona zamani kuwa ni mwombaji wakasema, je, huyu siye yule aliyekuwa akiketi na kuomba? Wengine wakasema, ndiye. Wengine wakasema, la, lakini amefanana naye. Yeye mwenyewe alisema, mimi ndiye. Basi wakamwambia, macho yako yalifumbuliwaje? Yeye akajibu, mtu yule aitwaye Yesu alifanya tope, akanipaka macho, akaniambia, nenda Siloamu ukanawe. Basi nikaenda na kunawa, nikapata kuona. Wakamwambia, yuko wapi huyo? Akasema, mimi sijui. Basi wakampeleka kwa Mafarisayo yule aliyekuwa kipofu zamani, nayo ilikuwa Sabato, hapo Yesu alipofanya zile tope na kumfumbua macho. Basi Mafarisayo nao wakamuuliza tena, jinsi gani alivyopata kuona? Akawaambia, alinitia tope juu ya macho, nami nikanawa, na sasa naona. Basi baadhi ya Mafarisayo wakasema,
mtu huyo hakutoka kwa Mungu, kwa sababu haishiki Sabato. Wengine wakasema, awezaje mtu mwenye dhambi kufanya ishara kama hizo? Kukawa matengano kati yao. Basi wakamwambia yule kipofu mara ya pili, wewe wasemaje katika habari zake kwa vile alivyokufumbua macho? Akasema, ni nabii. Basi Wayahudi hawakusadiki habari zake ya kuwa alikuwa kipofu kisha akapata kuona. Hata walipowaita wazazi wake yule aliyepata kuona, wakawauliza wakisema, huyu ndiye mwana wenu ambaye mnasema kwamba alizaliwa kipofu? Amepataje basi kuona sasa? Wazazi wake wakawajibu wakasema, tunajua ya kuwa huyu ndiye mwana wetu, tena ya kuwa alizaliwa kipofu, lakini jinsi aonavyo sasa hatujui, wala hatujui ni nani aliyemfumbua macho. Muulizeni yeye mwenyewe, yeye ni mtu mzima, atajisemea mwenyewe. Wazazi wake waliyasema hayo kwa sababu waliwaogopa Wayahudi, kwa maana Wayahudi walikuwa wamekwisha kuafikiana kwamba mtu akimkiri kuwa ni Kristo atatengwa na sinagogi. Ndiyo sababu wale wazazi wake walisema, ni mtu mzima, muulizeni yeye. Basi mara ya pili wakamwita yule mtu aliyekuwa kipofu, wakamwambia, mpe Mungu utukufu. Sisi tunajua ya kuwa mtu huyo ni mwenye dhambi. Basi yule mtu akajibu kwamba yeye ni mwenye dhambi sijui. Najua neno moja, kuwa mimi nalikuwa kipofu na sasa naona. Basi wakamwambia, alikutendea nini? Alikufumbua macho jinsi gani? Akawajibu, nimekwisha kuwaambia, wala hamkusikia. Mbona mnataka kusikia tena? Ninyi nanyi mnataka kuwa wanafunzi wake? Basi wakamshutumu wakasema, wewe u mwanafunzi wake yule, sisi tu wanafunzi wa Musa. Sisi tunajua ya kuwa Mungu alisema na Musa, bali yule hatujui atokako. Yule mtu akajibu akawaambia, hii ni ajabu, kwamba ninyi hamjui atokako, naye alinifumbua macho. Twajua ya kuwa Mungu hawasikii wenye dhambi, bali mtu akiwa ni mcha Mungu na kuyafanya mapenzi yake humsikia huyo. Tokea hapo haijasikiwa ya kuwa mtu ameyafumbua macho ya kipofu ambaye alizaliwa hali hiyo. Kama huyo asingalitoka kwa Mungu, asingeweza kutenda neno lolote. Wakajibu wakamwambia, ama wewe ulizaliwa katika dhambi tupu, nawe unatufundisha sisi?